Mheshimiwa Alan Thomas Mvano, mbunge wa Kakonko, sasa ulize swali lake. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha wakulima wa zao la muhogo Kakonko wanapata soko la uhakika? Zao la muhogo na masoko yake lipate majibu ya serikali. Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi imeendelea kutekeleza mkakati wa kuendeleza zao la muhogo nchini kwa lengo la kuongeza tija na uzalishaji, kuimarisha upatikanaji wa masoko ya uhakika ya bidhaa za muhogo na kuhamasisha uwekezaji wa viwanda vya kuchakata muhogo ili kuongeza thamani ya zao hilo. Moja ya eneo la kimkakati katika kuendeleza muhogo ni halmashauri za wilaya ya Kakonko na Kibondo mkoani Kigoma. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali katika mwaka 2025-26 imetenga fedha kwa ajili ya kujenga miundombinu ya masoko, kukaushia, kuchakata na kuhifadhi muhogo katika halmashauri ya Kakonko. Tayari wizara imefanya tathmini ya eneo kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu hiyo pamoja na kuandaa usanifu, michoro na gharama za awali kwa ajili ya kuanza kumtafuta mkandarasi wa ujenzi. Wizara inaamini taratibu zote zitakamilika mapema ili kuhakikisha wakulima wanaanza kuongeza thamani ya zao la muhogo, kupunguza upotevu baada ya mavuno na kuimarisha upatikanaji wa masoko kwa wakulima. Mheshimiwa Alan, swala nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Kwanza kabisa nipongeze na nishukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali. Na kwa taarifa, mkoa wa Kigoma umekuwa ukizalisha zaidi ya tani milioni 1 za muhogo kwa mwaka. Wilaya ya Kakonko imekuwa ikizalisha zaidi ya tani 184,084 na wilaya ya Kibondo mathalan zaidi ya tani 174,074. Swali langu la kwanza la nyongeza, je, Wizara ya Kilimo ina mpango gani wa kushirikiana na Wizara ya Viwanda na Biashara ili kupanua wigo wa masoko ya zao hili la muhogo ndani ya wilaya ya Kakonko na mkoa wa Kigoma? Swali la pili, kwa kuwa bei ya zao la muhogo ilianguka sana kutoka kuuzwa shilingi 800 hadi 1000 kwa kila kilo moja kwenda kuuzwa shilingi 150 hadi shilingi 200. Je, serikali ina mpango gani wa kuwanusuru wananchi wakulima wa zao la muhogo ambao hadi sasa wameshindwa kuvuna zao hilo kwa sababu hata wakivuna hawawezi kuuza kwa bei iliyoko sokoni? Nakushukuru sana Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Nimpongeze pia Bwana Alan Mvano, ameanza vizuri kuwafuatilia wananchi wake wa jimbo la Kakonko, na mimi naomba nimjibu kwamba moja, sisi kama serikali Wizara ya Kilimo pamoja na Viwanda na Biashara tumekuwa tukifanya kwa ukaribu sana, na ndio maana utaona katika moja ya hatua ya awali sisi ambao tunaifanya sasa hivi ni jukumu la kujenga soko katika halmashauri ya Kakonko, na Wizara ya Viwanda na Biashara itakuja kucomplement jambo hili kwa kujenga viwanda ambavyo vitasaidia wakulima katika eneo hilo. Kwa huo ni mpango ambao upo na ni endelevu kwa muda wote. Lakini kuhusu mpango wa serikali baada ya bei kushuka, mpango wa serikali ndio huu ambao tumeainisha kwamba kwa nini tunajenga soko. Lengo ni kuhakikisha kwanza, moja, tunaongeza thamani. Ndio maana utaona tumeainisha hapa kwamba tunataka wananchi waongeze tija kwa kuchakata yale mazao yao yaweze kudumu kwa muda mrefu, ambao tunaamini kwamba ukisha kausha muhogo badala ya kuuza katika bei ya chini unaweza ukakaa kwa muda mrefu na ukapata bei ambayo ni nzuri. Kwa hiyo sisi kama serikali jambo hili tunalifahamu na tunalifanyia kazi kwa ukaribu kabisa. Kwa hiyo tu nimthibitishie tu mbunge kwamba moja ya kazi kubwa ambayo tutaendelea kuifanya katika eneo hili ni kuboresha haya mazingira ili bei ya muhogo isiweze kushuka kama ambavyo ameainisha hapo.